kwa mkandarasi ambaye ana tight schedule ya kazi nyingi kama ninavyoziona, umeelewa? Yaani hapa tunapozungumza kungekuwa na shughuli, sioni sementi, sioni kokoto, sioni shughuli yoyote. Tulipokwenda pale Mwaloni pale alipokuwa anasema tarehe 28, unaona kabisa kwamba anafukuzana na tarehe 28 Februari. Unakuta shughuli kabisa zinaendelea, na ana maelezo hapa, mashine nimesha order, hiki nimesha kioda na kadhalika. Hapa tarehe 30 haina tofauti, haiko mbali sana na 28. Kweli uwe umemaliza mambo ya pump house kule, umefunga umeme wake na mashine yake, umeutoa umeme uliko, umeupeleka kule, umemaliza jengo hilo, umeezeka hilo na kulifanyia finishing, umefanya landscaping. Is that realistic? Mheshimiwa, kiutendaji iko realistic. Kwa maana ya kwamba akiweka watu katika kuanzia lini anatakiwa aweke watu. Mkandarasi tumemwelekeza na tumeshampa warning, kwa sababu hadi dakika hii nataka hiyo schedule ya kazi kwanza niipate, mkuu wa mkoa aipate, mkuu wa wilaya aipate, mheshimiwa mbunge aipate, chama kiipate, mkurugenzi aipate, mamlaka yote mpaka RPC aipate, sawa, mpaka TAKUKURU waipate, kwa sababu hii ni public, sio mkataba wa kupata hela, ni mpango wa kazi. Na mimi niipate, na bwana wewe uipate, na bwana mkubwa unayoshughulikia mambo yote ya uvuvi uipate, sawa? Siko ofisini kwako, hiyo ipo ofisini na kwake, ameshaileta, tumeipitia na simamia kuigawa kwa watu wote niliowataja, halafu sisi tutaanza ufuatiliaji, na ufuatiliaji wenyewe uwe weekly, uwe wa kila wiki. Na Mheshimiwa RC na RPC na kamati ya ulinzi na usalama, kwa sababu pia lazima hapa kuna pesa ya serikali hapa. Tusaidianeni, wekeni mifumo yenu ya kiserikali ya kufuatilia utekelezaji wa mpango kazi, ili tarehe 30 Machi kila kitu kiwe tayari. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajua mifumo yako ya kazi, naomba tusaidiane.